Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miongoni mwa mahitajio ya msingi kabisa ya mwanadamu ni haja yake ya kupenda na kupendwa. Mwanadamu ana haja ya kupenda na kupendwa. Mtaalamu wa kimagharibi Abraham Maslow ameweka katika msonge wake wa mahitajio ya msingi ya mwanadamu, ameandika kwamba mwanadamu anahitajia kupenda na kupendwa. Manake amezungumza kuhusu love. Na si mwanadamu tu peke yake, hata wanyama wanahitajia kupendwa, na husoma hisia za mwanadamu kwamba je, ana upendo kwao au hana upendo. Kwa hivyo sisi tuna haja sana ya kupenda, lakini na kupendwa na wale wanaotuzunguka. Katika Uislamu mapenzi yanaanzia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini wana mapenzi makubwa sana na Mwenyezi Mungu. Tatizo la mimbar ya Kiislamu ni kuhimiza zaidi kuhusu kumuogopa Mwenyezi Mungu kuliko kumpenda, mpaka Mungu amekuwa anatisha kwa waja badala ya kuwa anapendwa na waja. Tufahamu kwamba Mungu alipozungumza kwamba yeye ni shadidul iqabi, ana adhabu kali, lakini vile vile amezungumza kwamba yeye ni ghafurur rahim, ni mwingi wa kusamehe, bali anasamehe kabla ya kufikiria kuadhibu. Mwenyezi Mungu wasi'at rahmatuhu kulla shay, rehma zake zimeenea kila kitu. Kwa hivyo tunahitajika tufundishe upendo wa Mwenyezi Mungu na kumpenda Mwenyezi Mungu kabla hatujafundisha kuhusu kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akimpenda Mwenyezi Mungu atapenda viumbe vyake. Lakini kuna haja ya kuelewa hasa mapenzi ni nini, kwa sababu watu hudhani kwamba mapenzi ni hisia tu za ndani ambazo mwanadamu haziwezi, hana mamlaka nazo, zinaibuka mara moja, na wanadamu wajibu wake tu ni kuthibitisha kivitendo kwamba amempenda fulani. Inapaswa tuelewe kwamba mapenzi pia yanatengenezwa, sio hisia tu peke yake, wala sio jambo ambalo mwanadamu hana uwezo nalo. Unaweza ukapendwa, na kwa sababu ya kupendwa na wewe ukapenda. Kwa hivyo si hisia za ndani tu, wala sababu zake hazitoki ndani peke yake. Inawezekana pakawepo na external factors, yani sababu za nje zinazomfanya mtu apende. Ikiwa utaonyesha mapenzi ya dhati kwa mtu, basi mtu yule na yeye hata kama akichelewa atakupenda vile vile. Kwa hiyo tujifunze kupenda ili tuweze kupendwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.